pamoja. About a pillar. Kuhusu ngao. Whose pillar are you? Wewe ni ngao gani? And who is your pillar? Na ni nani ndiye ngao lako? Whose pillar are you? Wewe ni ngao gani? And who is your pillar? Na ngao wako ni nani? That helps you to stand. Amen. That helps you to stand. Ambaye inakusaidia usimame. Who stands behind you? Ambaye anasimama nyuma yako. Who is there for you? Ambaye yuko kwa sababu yako. And who are you? Na wewe ni nani? Therefore, sasa praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. Uko kwa ajili ya nani? Wewe uko kwa ajili ya nani? Na ni nani amesimama kwa ajili yako? Who stood because of you? Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. Many are the times wengi kuna that wakati we walk in the journey of life. wanatembea kwa We wakati walk in the journey of the ministry. wanatembea kwa huduma. And not all the times you are equipped in this strength. Na kila wakati hautawekwa katika hii nguvu. Not all the times you are capable to move. Sio wakati wowote uko There comes a time in your life kuna wakati inakuja kwa maisha where yako. you feel you are down. Unaishi uko chini. Who is there to hold you up Nani hapo akushikilia? and to tell you you can rise again? Ninakuambia unaweza inuka And to leo. tell you we can also move. Na ninakuambia tunaweza And to sasa. tell you there is hope. Ninakuambia bado kuna tumaini. Praise be to the name of the Lord. Bwana tukuzwe. And at the same time, Na kwa huo wakati who pia are you encouraging today ninakuhimiza leo in your life? kwa maisha yako. Who are you encouraging Wewe ni nani unamuhimiza? when he is down or she is down? No, amen. When he or she is down Una wakati uko chini. and he rises again. Anakuinua tena. Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mara mingi tunatembea, Many times we are walking. and when we are walking, Na wakati we tunapotembea encounter barriers. tunapata They vizuizi. are taking us to go down, Wanatushikilia tuende and chini. nobody is standing behind Na us. kuna mtu anayesimama Tanto nyuma yetu. Adaski Mora, Anamwambia who yeye, is your Paul today? wewe ni nani You leo? are Timothy today. Wewe ni Timothy Who leo. is your Paul today? Nani Paulo? Paulo wewe ni nani leo? Bwana asifiwe. There is somewhere where you want to reach. Kuna mtu ambaye unaweza fikia. There is somewhere you want to reach. Kuna mahali ambapo inastahili ufikie. But you alone you cannot make it. Lakini wewe peke yako On hutafikia. your own you cannot make it. Ama wewe peke yako huwezi fikia. There is somebody who is needed Kuna mtu anahitajika. to stand behind you Asimame nyuma yako. and to monitor you. Na kuelekeza. To check on how you're moving. Aone vile To check unaendelea. on how you're faring. Aone vile To unafanya check on vita. your spiritual affairs. Aone vile unafanya vita Not ya only the kiroho. spiritual affairs, Sio vita ya kiroho tu. but also the way of life. Hata vile To unaishi. tell you whom you're supposed to interact with. Akuambia vile Na utaenenda. wale ambao basi tutangamana na wao. Amen. Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. Somebody keep my internet clap unto the Lord. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It is today Ni leo where you're going to discover unaenda kujua the importance of Aaron, maana ya the Haruni, importance of Hur maana ya Huri in your life when you're moving. kwa maisha yako. It is Ni today siku ya leo that when you're going to discover wakati and to utakapogundua realize kwa maisha the yako importance maana of a pillar kwa in your ministry, kwa huduma in the yako, life, kwa as maisha you're walking, as unapotembea, you are praying, as you are unapoiomba, worshiping the Lord. unapoabudu Bwana. Celebrate Jesus. Shangilia Yesu. Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. In the book of Exodus Kwa kitabu cha Kutoka 17 verse 8 17 kuanzia na onwards, uendelee. when you read there you say amen. Ukifika pale sema amina. Hallelujah. Haleluya. Kuna mara mingi, many of the times, Mara mingi there is a vision kuna maono that was commenced ambayo ilitolewa and was to carry the family, na ilikuwa inastahili ishikilie, but all of a sudden lakini ikifika hapo there was nobody hakukuwa na mtu to stand behind asimame nyuma yake. your parents.
wasasi, all those who came before you, ambao walikuja wakukutangulia, and they live regretting we didn't reach that land. wakakushikilia ukafike hiyo nchi. Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says, Biblia ikasema, verse 8, I'll read. Ianzie 8 ninasoma. Then came Amalek, Wakati huo Waamaleki wakatokea, and they fought with Israel wakapigana na Israeli huko in Rephidim. Refidimu. And Moses said unto Joshua, Musa akamwambia Yoshua, choose us out men, tuchagulie watu, and they go out ukatoke upigane and fight with Amalek. na Waamaleki. Tomorrow I will stand on Kesho nitasimama juu the top of the hill ya kilele with the rod of God in my hand. na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi. So Joshua did as Moses had said to him, Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, and they fought with Amalek. akapigana na Amaleki. And Moses, Na Musa Aaron, na Haruni and Hur, na Huri, the Bible says, Biblia went ikasema, up into the top of the hill. akapanda juu ya kile kilima. And it came to pass, Ikawa Musa alipoinua, when Moses held up his hand, ikawa Musa alipoinua mkono that wake, Israel prevailed. Israeli walishinda. And when he let down his hand, Alipoushusha mkono wake, Amalek prevailed. Amaleki walishinda. But Moses' hands were heavy, Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. and they took a stone, Basi wakatoa jiwe, and they put it under him, wakaliweka chini yake, and he sat there home. akalikalia. And the Bible Na says, Biblia ikasema, and Aaron Haruni and the Hur na Huri stayed up his hands, wakaitegemeza mikono then yake, one on the other side, mmoja upande huu and the other on the other side, na mmoja upande huu. and his hands were still Mikono yake ikathibitika until going down on the sun. hata jua ilipokutwa. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. The Bible is talking of Moses. Biblia inanena kuhusu Musa, The time was being given a command by God wakati Mungu alimpa ushauri concerning the battle that was in the land. kuhusu vita ya nchi. And the Bible is saying Na Biblia inasema he was told, choose men with you. alikuwa aliyewaambiwa tumia hao watu. Chagua watu. Wewe chagua watu Praise be to the name of the Lord. wanasifiwe, That are going to be the battlefield. ambao wataenda vitani Until Aaron and the Hur hadi Haruni na Huri climbed to the hilltop of the mountain. wakapanda juu
to know ukuje the ugundue secret of walking in Aaron. siri ya kuokoa na Aroni. Kwa Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Who is your Aaron? Aroni wako ni nani? Who is your Uri in life? Huri wako ni nani? Whose Uri are you? Wewe ni huri nani? Whose Aaron are you? Wewe ni Haruni nani? Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Because you need to Kwa discover sababu inastahili ugundue that with the Uri and the Aaron, ukiwa na huri na you Aroni will rise up again utainuka tena. and you will be sick report. Utapokea ujumbe. Hallelujah. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Jesus. And the Bible says, Biblia ikasema and the other on the other side, and his hands was steady till going down on the sun. Verse 13 the Bible says, 13 Biblia inasema and Joshua discomfited Amalek Yoshua akawaangamiza Amaleki and his people with the ends of the sword. na watu wake kwa ukali. And the Lord said unto Moses, Bwana akamwambia Musa, write this for a memorial. Andika barua hii katika kitabu iwe ukumbusho. In a book, and rehearse it in the ears of Joshua. Kisha ihubiri masikio kwa Yoshua. For I will utterly put out the remembrance of Amalek Ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa. from under heaven. Usiwe tena chini ya mbingu. Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. John chapter 17. Yohana 17. John 17. Yohana 17. It's from verse 1. Kuanzia 1. Jesus, the pillar of the church. Yesu ngao la kanisa. Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. Standing in order to strengthen you. Anasimama akutie nguvu. In the time that you are down in the ministry. Kwa wakati umemaliza huduma. Praise be to the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Jesus is still there. Yesu bado yu pale. In order to strengthen you. Ili aweze kukutia nguvu. He is praying for you. Anakuombea. He is watching over you. Anakutazama. He is ordering your steps. Anafuata hatua zako. He is there standing by for you. Anasimama kwa niaba yako. Praise be to the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. There is a way ministry is being driven. Kuna jinsi ambavyo huduma inaendeshwa. Praise be to the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And many of the times people just move. Na kila wakati watu tu wanaenenda. And they come the barrier that brings them to a stop. Na wanapitia mahali visuhisho vimewekwa vya kusimamishwa. Because they are failed to understand. Kwa sababu hawana imani ya kuelewa. He who called them, Kwamba yeye aliyewaita. he is greater Yeye ni mkuu. above who is in the world. Kushinda walio katika dunia. And there is no defeat Na anywhere. hakuna mahali watashindwa. That has never been recorded somewhere. Ambayo imewahi wekwa mahali. Concerning his battles. Kulingana na vita He zake. is great one in battle. Ni mkuu katika vita. He is mighty one in battle. Ni mkubwa katika vita. We know him as the refiner. Tunamjua yeye kama mkuu sana. Hallelujah. Amen. He is our refiner. Yeye anaturejesha. The time that you are down, Wakati uko he chini. tells you, my son, Anakuambia mwanangu. you can still make it. Bado utaweza kufika. Holy Spirit comes Roho Mtakatifu kuja. and collect the broken pieces Na of it. kusanya vitu vilivyovunjika Mark vya it from kwako. your nest. Na kufanya kuwa upya. Because he's a pillar. Kufinyanga kuwa upya maana Anataka mkono. kuona ukifika And pale. you want to see you reaching there. For the assignment that he has given Kwa unto you. sababu ya kazi uliyopewa. Somebody celebrate Jesus. Mwashangilie Yesu. I love it how it is stated. Nampenda jinsi anavyoifanya. I love how John is stating here. Ninapenda jinsi ambavyo wamesema I hapa. am praying for those who can be. Ninawaambia wao walio hapa. I am praying those whom you gave unto me. Ninawaombea wao ulionipatia. Not those of the world. Sio wale wa dunia. Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. Jesus is standing for the church. Yesu anafanya kwa kanisa. Jesus is standing for the believers. Yesu anawafanyia waumini. And he's interceding for them. Na anawaombea wao. Every time. Kila wakati. Somebody may rise Ili aweze kuinuka. on higher and
Jesus and lifted up his eye to heaven. Na Bwana akayotazama mbingu. And they said, Akasema, Father, Baba, the hour is come. saa imekuja. Glorify thy son. Utukuzwe kwa mwanao. That thy son Kwamba mwanao also may glorify thee. aweze kukutukuza pia. As thou hast given him power of all flesh. Kwa sababu nimempatia nguvu zaidi ya yote. That he should give eternal life. Aweze kusimamia uzima. To as many as thou hast given him. Kwa wengi wa wao niliowapatia. The Bible says verse 5. Biblia inasema mstari wa 5. And now, O Father, na hivyo Baba, glorify thou utukuzwe ewe me with thy own self. Utukuzwe wewe kwa ajili yangu. With the glory which I had with thee before. Kwa utukufu niliokupa hata mbeleni. The world was. And the Bible says. Kwa sababu ya neno na Biblia ikasema, I have manifested thy name. Nimedhihirisha jina lako unto the men. Kwa wanadamu. Which thou ambao gavest me out of the world. Ulionipatia kutoka dunia. Thine they were. Wale ambao ulinipatia kutoka dunia. And thou gavest me. Na hivyo ukanipatia. And they have kept thy word. Ili niweze kusimamia neno lako. And the Bible says verse 7. Biblia ikasema mstari wa 7. Now they have known that all things. Hivyo wamejua vitu vyote. Whatsoever thou hast given me are thee of thee. Kile ambacho umenipatia mamlaka juu yake. For I have given unto them the words which thou gavest me. Kwa sababu nimewapatia wao maneno ulionipa mimi. And they have received them. Na wameyapokea. And have known surely. Na nimejua kweli. That I came out from thee. Kwamba nilitoka kwako. And they have believed that thou. Na wanaokuamini. Didst send me. Kwamba wewe ulinituma. Bible says verse 9. Biblia ikasema mstari wa 9. I prayed for them. Ninawaombea wao. Not for the world. Sio kwa dunia. But for them which thou hast given me. Lakini kwa wao ambao umenipatia. For they are mine. Kwa sababu ni wangu. And the Bible says. Na Biblia ikasema. Verse 10. Mstari wa 10. And all mine are thine. Na wote wangu ni wako. And thine are mine. Na wako ni wangu. And I am glorified in them. Na nimetukuzwa kwa walio wako ni wangu. Those who are yours are mine. Ulionipatia wako ni wako. Those whom you gave me are yours. Na umetukuzwa kupitia kwao. And you are glorified because of Praise be to the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When you are connected to Jesus. Wakati umeunganishwa na Yesu. He becomes the link to God. Anakuwa mwendo kufika kwa He Yesu. becomes the one to connect you to God. Anakuwa kivushi kukuunganisha na Mungu. And if you have identity in Jesus. Wakati una utambulisho kwa Yesu. Then you still have identity in God. Hivyo una utambulisho kwa Mungu. Praise be to the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The Bible is saying. Biblia inasema. Those whom you have given from the world. Wale ambao ulinipatia kutoka dunia. They are mine. Ni wangu. And if they are mine. Na kama ni wangu. They are still yours. Bado ni wako. And I am praying for those who have given to me. Na ninawaombea wale ambao umenipatia. Not to those who are in the world. Sio wale walio katika dunia. Jesus is becoming a pillar. Yesu anakuwa ngome. Prayer sustains a believer. Maombi inashikilia muumini. Prayer sustains a praise and a worshiper. Maombi inamshikilia mwimbaji. Prayer sustains a prince of the world. Maombi inamshikilia Prayer muumini. makes you to stand and to move. Maombi inakufanya usimame. Prayer makes you to continue your vision. Maombi inakufanya uendelee And na maombi. Jesus is praying for the Na church. Yesu anaombea kanisa. I am saying Jesus is praying for the Nasema church. Yesu anaombea kanisa. Then the Bible says, Biblia inasema. those whom you have given to me, Wale ambao umenipatia. oh, they are yours. Na wao ni wako. Then it means Jesus is the way. Wacha niwaambie Where Yesu you ni be njia. connected to God. Mahali utaunganishwa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Somebody celebrate Jesus. This means that. Amen. This means. Hii inamaanisha Even if when you walk in the valley of the shadow of death. hata kama utatembea katika bonde la ufa. The hope of life is together with you. Uhai iko pamoja na wewe. And he is a pillar to your Na life. anakushikilia. Then you will not die. Hautakufa. Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. John 11:25. Yohana 11:25. The Bible says. Biblia inasema. And Jesus went to Bethany. Na Yesu alienda Bethania. And he found Lazarus dead. Akapata Lazaro amekufa. And the Bible says. Na Biblia ikasema. And the mother meeting Jesus.
Many of the people, Wakati watu wengi they were saved by the blood of Jesus. walikombolewa kwa damu ya Yesu. But they have forgot the blood of Jesus. Lakini wamesahau damu ya Yesu. They have forgot to rely on Jesus. Wamesahau kumtegemea Yesu. Proverbs chapter 3 verse 4. Methali mlango wa 3 mstari wa The Bible is talking all about leaning on Christ. Biblia inaongea kuhusu kumtegemea Kristo. Trusting in God. Kumwamini Mungu. For he is the true pillar. Kwa sababu yeye ni ngome ya I kweli. want to tell you today, Nataka nikwambie leo. men can fail you. Wanadamu wanaweza Men kukutetea. can destroy you. Wanadamu wanaweza kukukataa. Because the spirit of Judas is still living. Kwa sababu roho ya Juda Iskariote bado inaishi. Hakuna mahali ilienda. Neno yalididi wetu. But I want to tell you the truth. Lakini nataka nikwambie ukweli. That the time you discover Kwamba wakati uligundua how faithful Jesus is, jinsi alivyo mwaminifu Yesu. you cling your faith unto him. Ulishikilia kwa imani. Jeremiah 13. Jeremiah The Bible is 13. talking of the linen wash the cloth. Biblia inaongea kuhusu nguo And Jeremiah was being shown and given a revelation na Yeremia alionyeshwa akapewa ufunuo that linen wash cloth that was around his waist. kwamba hilo vazi ambalo alikuwa amevalia These are people. hawa ni watu Those who have clung their open trust wale ambao wameweka imani yao na matumaini in God the Father. kwa Mungu Baba And they cannot be destroyed. na hawawezi So wakaharibiwa. God remained their pillar. Mungu akabaki kwa ngome God yao. remains their pillar. Mungu alibaki kwa ngome yao. Jesus is there for them. Yesu hapo kwa ajili yao. Celebrate Jesus. Shangilia Yesu. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. There is somewhere we are going. Kuna mahali tunaenda. There is an assignment that you have been given by God. Kuna kazi tumepewa na Mungu. It is not that you are here by accident. Haimaanishi tu kwamba kwa ajali. You might be born as just the servant of God. Alikuwa anasema. Unaweza kuwa ulizaliwa jinsi mtumishi wa Mungu alisema. Maybe you were born accidentally. Labda ulizaliwa kiajali. But your divine agenda, it is not accidental. Lakini kwa kazi ambayo unafaa kufanya sio kiajali. The Lord gave you an assignment. Bwana alikupatia kazi. Who is standing you to tell you like Paul and Timothy, you should do this? Nani atasimama akwambie kama Paulo na Timotheo unafaa kufanya hii? Praise be to the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli The children of Israel, wakati walitoka Misri when they come out of Egypt, walipatiwa Musa they were given Moses. and he stood to give them Na instructions. alisimama kuwapatia mawaidha jinsi alivyosema Mungu. Whom are you listening to? Ni wewe unamsikiza nani? Whom are you listening to today? Unasikiza kutoka kwa nani leo? For you to reach that place and that point you need to reach. Ili uweze kufika pale mahali ambapo unastahili kufika. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God. There is somewhere you are going. Kuna mahali unaenda. Na sijui kama kuna mtu ananipata. And I don't know whether there is someone understanding me. Don't just view a vision ya kwamba after OTTI so no. Usione tu kwamba baada ya OTTI itakuwa imeisha. There is a lot you need to carry out. Kuna vitu vingi bado unahitaji kufanya. For kingdom's sake. Kwa sababu ya ufalme. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There is a lot Kuna mengi. you need to carry out. Unafaa kufanya. There is a task Kuna kazi that the Lord has called you up to. ambayo Bwana amekuitia. Praise the Lord. Amen. And if you leave this earth Na kama utaondoka hapa duniani without completing it, bila kumaliza hiyo kazi, it will be a tragedy for you. itakuwa gumu kwako. Praise be to the name of the Lord. Amen. So you need to be equipped Unafaa kuwa umefungwa vizuri. with that which it needs to be equipped with you. Na kile ambacho unafaa kuipata. So that you may make it effectively Ili uweze kufanya ikuwe in vyema thy ministry. katika huduma. If you are prayer, that is a prayerful woman or a prayerful man and intercessor, Kama wewe ni mtu wa sala, mwana wa kike ama wa kiume, who is standing intercessor, huyo mwenye anasali ni who nani? is standing behind
Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Uliitwa katika hali ya vita because you are soldier. You are called for the sake of the battle because you are a soldier. Soldiers are ever ready. Wanajeshi kwa kawaida wako tayari. Even if it is at the midnight. Hata kama ni usiku wa manane. And they are called and needed for a duty. Na wameitwa wanahitajika kwa jukumu. The bulls are there with them. Na mkubwa wao wako pamoja na wao. I am saying the bulls and their gear is still set with them. Ninasema wamevalia viatu vyao na silaha zao za vita. Praise be to the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So you are called for a task. Umeitwa kwa sababu ya jukumu. And there is no task that is minimal or small. Na hakuna jukumu lililo dogo. In the book of Luke 22. Katika kitabu ya Luka 22. The Bible is saying. Biblia inasema. And then Jesus told Peter. Na Yesu akamwambia Petero. The devil is seeking after you. Shetani anakutafuta. To sift you as wheat. Ili akupepete kama ngano. But I am praying for you. Lakini nakuombea. I will strengthen you. Nitakutia nguvu. And when you have become strong. Na utakapokuwa mwenye nguvu. Strengthen your brothers also. Ni wakati ndugu zako waangalie ndugu zako pia. This is the church. Hii ni kanisa. Strengthen the church. Tia nguvu kanisa. If you are an intercessor. Kama wewe ni mwombaji. Don't be happy. Usifurahie. When you see the preacher being down. Ukiona mhubiri akiwa chini. Because it's the body of Christ. Ni kwa sababu ni mwili ya Kristo. His hand cannot stand and say. Mkono yake haitasimama na kusema. I am not of the body. Mimi sio wa mwili. And if it will say so. Na ikisema hivyo. In the book of 1 Corinthians 12. Katika kitabu ya Wakorintho itaulizwa. Where there is no smelling iko wapi? Mahali hakuna kukunusa. Na mkono ukisimama useme mimi sio wa mwili. And when the hand is standing and say I'm not a part of the body. Itaulizwa na kuona kuko wapi. And you will be asked what about the sign. Na wakati mguu utasimama na useme sio wa mwili. And when the legs stand and say I'm not a part of the body. Itaulizwa kushika kuko wapi. They will be asked how about to hold. Oh my God, I'm speaking about a pillar. Ninaongea kuhusu ngome. You cannot make it alone. Hautafika peke yako. You need to team up. Unafaa kukaa na watu. Even though God was powerful and superior. Hata kama Mungu alikuwa na nguvu na uwezo mkubwa. The Bible says and he said. Biblia inasema na alisema. And then now. Na sasa. We want to make man. Tunataka kumuumba binadamu. Yes. On our own image. Kwa sura yetu. After our own likeness. Na kwa mfano wetu. And he called God now he called God the Son and the Holy Spirit. Akamuita Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. And they teamed up together. Wakajiunganisha pamoja. Holy Spirit is here on earth. Roho Mtakatifu uko hapa duniani. To glorify Son Jesus Christ. Ili aweze kutukuza Mwana Yesu Kristo. And after glorifying Son Jesus Christ. Baada ya kutukuza Mwana Yesu Kristo. But God is glorified through the Son. Mungu atatukuzwa kupitia kwa Mwana. This is unity. Hii ni umoja. This is pillar. They are pillar of the Trinity of heaven. Hii ni ngome. Sisi ni ngome ya utukufu wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. When you read in the book. Ukisoma katika andiko. Of Acts of Apostles chapter 12. Matendo ya Mitume 12. Where we see James had been slaughtered. Amen. And Peter now was to be slaughtered. Mahali tunaona kwamba Yakobo alikuwa amekatwa shingo na Peter alikuwa akatwe pia. And the Bible says. Na Biblia ikasema. The church stood as a pillar. Kanisa ilisimama kama ngome. With the seat of Peter. Waweze kumwombea Petero. And the same night. Na hiyo usiku. An angel was sent. Malaika alitumwa. Akapigwa kwenye ubavu wake. He was struck by his rib. And the Bible says. Na Biblia ikasema. He was told arise. Aliambiwa inuka. Worn out your shoes. Vaa viatu yako. And he was taken from the first gate to the last. Na akapelekwa kutoka kwa lango la kwanza hadi la mwisho. And the Bible says. Na Biblia ikasema. Even he was thinking that he was now in a dream or a vision. Hata alijani alikuwa katika ndoto na maono. There are things that will come to happen. Kuna vitu ambavyo vinakuja kufanyika. In your life as a believer. Kwa maisha yako kama muumini. Not when you pray alone. Sio wakati umeomba tu. But when you have a backup, a pillar. Lakini wakati uko na wanakushikilia kama ngome. And then you just stay. You just be left singing. Alafu utawachwa ukimba. Waajabu. Wewe waajabu. Waajabu.
Kwa nini? The wonder working power of God. Kazi ya ajabu ya Mungu. It will be at work. Itakuwa katika kazi. It shall be effective. Itakuwa inafanya kazi sana. It shall be visible. Itakuwa inaonekana. You'll be there to witness. Utakuwa pale kushuhudia. You'll not be there to hear. Hautakuwa tu kusikiza And listen from others. na kusikia kwa watu wengine. But now you'll be there present. Lakini utakuwa pale As a witness. kama ushuhuda. Praise be to the name of the Lord. Amen. Somebody celebrate Jesus. Tuwashangilie Yesu. Whose pillar are you? Wewe ni ngome ya nani? And who is your pillar? Na nani ni ngome yako? Wakati nimepatana na milima, When I pass through the mountains, I lift my head so high. niliinua macho yangu juu, Not to the mountains, sio kuangalia mlima, but to Jesus. lakini kwa Yesu. The Son of Man is lifted on high. Mwana wa Mungu ameinuliwa juu, Like the snake that was lifted in Egypt. kama nyoka ambaye alikuwa ameinuliwa katika msalaba pale Misri. Whosoever shall fix his or her eyes there, Na yeyote ambaye aliwekelea macho pale he shall be saved. alikombolewa. Where do you lift your heads to look? Wewe unainua macho yako kuona wapi? Wakati nimepatana When I meet na bahari na ambapo hakuna njia, with the sea where there is no way, nainua macho yangu kwa Baba. I raise my eyes unto the Lord. He is my pillar. Yeye ni ngome He yangu. is my pillar. Yeye ni ngome He yangu. is my sustainer. Yeye ni mdumishi The wangu. one who refines me. Ni yeye ambaye ananitia When I nguvu. am down, he collects me high. Wakati nipo chini ananinua. And he tells me, my son, Na ananiambia mwanangu, there is still hope. bado kuna You matumaini. can still make it. Bado utafika. Even when now somebody comes and cuts me, Hata mtu akikuja na anikate. the Lord Jesus, Bwana Yesu, he who is there for me yeye aliye kwa ajili yangu and praying for me, na ananiombea, is the living water. ni maji ya uhai. I have my roots Niko na misisi yangu firmly anchored ambayo imeshikiliwa vizuri in Jesus Christ. katika Kristo Yesu. He is the foundation Yeye ni msingi of salvation. ya uokovu. And when the roots are penetrated to the waters, Na wakati misisi imefika kwa maji, even though the tree will be cut, hata kama mti utakatwa, it was brought back again. bado itamea tena, Because kwa sababu the roots, misisi they are penetrated zimewekwa chini down sana, to the waters. chini kwa maji, And now it is speaking life. na sasa inanena uhai, Because my pillar kwa sababu ngome yangu is a living pillar. ni ngome iliyo hai. Job 19:25. Ayubu 19:25. For I know Kwa sababu ninajua my Redeemer liveth. kwamba Mungu wangu anaishi. I know my Redeemer liveth. Ninajua Mungu wangu anaishi, And as he liveth, na kwa sababu anaishi I cannot be shaken. siwezi nikatingizwa, I cannot stumble. siwezi nikateleza, But I am kept by God. lakini nimewekwa na Mungu Because it's my pillar. kwa sababu yeye ni ngome yangu. Praise the Lord. Amen. Unless you katoa nanga. You cannot remove an anger Kwa sababu una nguvu za kutoa nanga. because you don't have an authority to remove an anger. I remember a song that we used to sing with I call him my daddy. Tukiwa training. Ninakumbuka wimbo ambao tulikuwa tunaimba na baba yangu nilipokuwa katika training. Nimejificha chini ya mwamba, mwamba imara, utingishiki. Ndio the case. Praise be to the name of the Lord. Amen. Nimejificha kwenye mwamba. I have hidden myself in a rock. Yesu ndiye mwamba Jesus is the rock ambao huwezi ukatingishika. which cannot be shaken. Mwamba wako ni nani? Who is your rock? Proverbs chapter 18 verse 10. Methali mlango wa 18 He is my strong tower. Yeye ni ngome yangu ya juu sana. He is my strong tower. Yeye ni ngome yangu ya juu sana. When you go down the book of Luke, Ukiangalia maandishi ya Luka 8:22, mlango wa 8 mstari wa 22. I am sailing together with him. Ninakaa pamoja nanyi. Even if the storm will arise,
usiogope. I will fear nothing. Sitaogopa. Because Kwa sababu the one whom the nature obeyeth, kwa sababu yeye ambayo hata ukalifu wa kawaida umtii. I am sitting together with him. Nitakaa pamoja naye. Let's celebrate Jesus. Shangilia Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Ujielewe wewe kama pila ya mtu ama guzo la mtu. Understand yourself as someone's pillar. Na uelewe njia ambayo unastahili kufuata ni gani. And understand the ways you are supposed to follow. Kwa sababu wakati na ambapo utamisa mark, Because the time you will miss a mark. kuna watu zaidi ya 100 wanakufuata. There are people more than 100 that are following you. Utakuwa umewapoteza. You will have made them lost. Kuna watu wanakufuata kisirisiri. There are people who are following you in secret. Like Joseph of Arimathea. Jinsi alivyo Yusufu wa Arimathea. He was a disciple of Jesus. Alikuwa mwanafunzi wa Yesu. But this was just known and realized. Lakini hii hawakuwa wamejua. After Jesus died. Baada ya Yesu kufa. Praise be to the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So you should know. Unafaa kujua. You are a pillar of somebody. Wewe ni ngome ya mtu. And when you miss a mark. Na wakati utateleza. Those who are behind you. Wale wanaokufuata nyuma. Wamepoteza pia. They will have lost the pillar. Praise be to the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. At the same time. Na wakati huo pia. Identify who are your pillars. Ujitambue kwamba ngome wako ni kina nani. Not every person is a pillar to you. Kila mtu siye ngome kwa Not kila every person. Sio kila mtu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Not every person. Sio kila mtu. But just a few. Lakini those who are in the line of your ministry. Wachache walio katika mwenendo wa huduma. And those who are carrying the vision that you are carrying. Na wale ambao wako na maono kama yako. Praise be to the name of the Lord. Amen. They are your pillars, follow them. Ni ngome wako wote. And you get help. Na utazunguka kusaidia. Tusimame kwa miguu yetu. Let us stand in our feet. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the book of Deuteronomy chapter 3 verse 28. Katika kitabu ya kumbukumbu ya Torati mlango wa 3 mstari wa 28. The Bible is talking of Joshua being strengthened for the task that he was to take the children of Israel to the land. Biblia inaongea kuhusu Yusufu ambaye anatiwa nguvu kwa sababu ya kazi katika Israeli aliyostahili kuifanya. Joshua, he was to be charged. Alikuwa anafaa kuwa hakimu. To take the children of Israel. Aweze kuchukua watoto wa Israeli. To the land. Wafike katika nchi. Where? Ambapo God had now promised their forefathers. Mungu alikuwa ameahidi baba zao. I'm feeling to say this. Ninahisi kusema hii. Kuna mahali baba yako hakufika na alikuwa anataka kufika. There is a place that your father did not reach and he wanted to reach. Kuna mahali ndugu ambaye kutangulia alitaka kufika lakini hakufika. There is a place that your brother who is older than you wanted to reach but he did not make. And it is a promise. Na ni ahadi. That the Father our God. Kwamba Baba Mungu wetu. And is so for your family. Ako hapo kwa sababu ya jamii yako. Praise the Lord. Amen. Tusimame tu. Let us stand. As a pillar of that family. Kama ngome ya hiyo jamii. Tusimame tu. You just stand. Na utashikilia mabega ya nani? And you know that you will hold on whose shoulder. Ndiposa ufike pale. So that you reach there. Hallelujah. Amen. And out of doing to just doing this. Amen. You find yourself you make it. Na utakapofanya hii utajipata kwamba umefika. Utavuka katika mto wa Yordani. You will cross over Jordan. And you see the land of milk and honey. Na utaona nchi ya Kanaani. You see that land of promise. Utaona nchi ya ahadi. And I want to tell you that you not see. Ninataka nikwambie usione. And fail to celebrate. Na ukose kufurahia. But you will see. Lakini utaona. And celebrate. Amen. Na ushangilie. That which the Lord has promised. Kile ambacho Mungu amekuahidi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You have to separate those people. Unafaa kutengana na hawa watu. Those who are trying to stop God not bless you. Wale ambao wanajaribu kufunga Mungu asikubariki. The Lord of your life. Bwana wa maisha yako. Ni ukweli ni kazini yako. It is true that is your cousin. Ametoka mahali pamoja.